Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Said Mojtaba Khamenei ameripotiwa kukataza madini ya urani ya nchi hiyo yaliyoboreshwa kwa kiwango cha juu karibu na kiwango cha silaha za nyuklia kupelekwa nje ya Iran. Hatua inayosemekana kuifanya nchi hiyo kushikilia msimamo mkali zaidi katika mazungumzo yanayoendelea na Marekani na washirika wake. Taarifa hiyo imeripotiwa na vyanzo viwili vya juu vya Iran ambavyo vimesema uamuzi huu umetolewa katika mazingira ya mazungumzo ya kidiplomasia yanayoendelea kati ya mataifa hayo mawili pamoja na washirika wake, ambapo suala la akiba ya urani limekuwa moja ya hoja kuu zinazozua mvutano mkubwa. Aidha, Rais wa Marekani Donald Trump amesema wazi kuwa Marekani haitakubali Iran kubaki na akiba yake ya urani, akisisitiza kuwa Washington iko tayari kuchukua ama kuharibu akiba hiyo ili kuzuia uwezekano wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia, msimamo unaoendelea kuongeza shinikizo katika mazungumzo hayo ya nyuklia. Nazo nchi za Magharibi zimekuwa zikiishtumu Iran kwa kuongeza kiwango cha urutubishaji wa urani hadi karibu 60%, kiwango kinachochukuliwa kuwa karibu na kile kinachoweza kutumika ili kutengeneza silaha za nyuklia, huku Iran ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya amani, yakiwemo ya kitabibu na nishati. Hata hivyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema makubaliano yoyote ya amani hayawezi kufanikiwa bila Iran kuondoa ama kupunguza kwa kiasi kikubwa akiba yake ya urani iliyoboreshwa, pamoja na kudhibiti mipango yake ya makombora masafa marefu na uhusiano wake na makundi ya kijeshi ya kikanda. Ingawa kuna juhudi za kidiplomasia zinazoendelea, mazungumzo hayo bado yanakabiliwa na vikwazo vikubwa kutokana na tofauti za msingi kuhusu mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran na udhibiti wa akiba yake ya urani iliyoboreshwa. Na bado hali ni tete kutokana na tofauti kubwa kati ya pande husika, huku mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran ukisalia kwa changamoto kuu katika mazungumzo hayo, hali inayozua sintofahamu kuhusu hatma ya usalama wa kikanda na kimataifa. Kwa upande wa historia ya mvutano huu, Iran imekuwa chini ya shinikizo la muda mrefu kutoka Marekani na mataifa ya Ulaya kuhusu mpango wake wa nyuklia, ambapo makubaliano kadhaa ya awali kama yaliyofanyika 2015 yaliyolenga kupunguza kiwango cha urutubishaji wa urani kwa kubadilishana na kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi, lakini makubaliano hayo yalidorora baada ya Marekani kujitoa. Aidha, katika miezi ya hivi karibuni kabla ya taarifa hizi mpya, kulikuwa na dalili za mazungumzo ya nyuma ya pazia ambapo Iran iliripotiwa kuwa tayari kujadili kupunguza sehemu ya akiba yake ya urani, lakini msimamo huo ulibadilika kufuatia ongezeko la tishio la mashambulizi ya kijeshi kutoka kwa Marekani na Israel. Wakati huo huo, kutoonekana hadharani kwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mojtaba Khamenei kumeibua maswali na tetesi kadhaa kwa baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya wachambuzi wanadai huenda hali aliyonayo inatokana na ulinzi mkali wa kiusalama kufuatia mvutano wa sasa, huku wengine wakisalia uwezekano wa majeraha au hata kifo chake kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni. Na hata hivyo, hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa serikali ya Iran kuhusu madai yao. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Consolata Chaliga wa Ayo TV.